Chum TV. Furaha kiganjani. Naomba ieleweke kuwa takwimu ni sehemu muhimu ya maisha yetu ya kila siku, hasa katika maamuzi na mipango inayohusiana na maendeleo ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. Takwimu huchukua jukumu muhimu katika kuelewa ukweli wa hali ya mambo, kutoa taarifa sahihi na kufanya maamuzi yenye msingi. Serikali ya awamu ya 8 imeliweka mbele kwa umuhimu mkubwa suala la takwimu ili kuhakikisha maendeleo sahihi yanapatikana kwa wakati. Hivyo, naomba nitoe wito kwa mawizara yetu yote ya serikali, taasisi zote za serikali na za binafsi, wadau wa takwimu, wafanyakazi wa ofisi ya takwimu mkuu serikali kuhakikisha kuwa takwimu zinazozalishwa kuwa vigezo vya ubora na viwango vinavyokubalika kitaifa na kimataifa, ili kuhakikisha uimarishaji, ukusanyaji na utumiaji wa takwimu hapa nchini. Napenda kusisitiza zaidi juu ya matumizi sahihi ya takwimu zinazokusanywa kwa kufuata miongozo iliyopo katika kupanga mipango yetu ya maendeleo. Na pia niendelee kutoa wito kwa wadau wote kutumia takwimu zinazozalishwa na ofisi ya takwimu mkuu wa serikali katika kupanga mipango yetu ya maendeleo ili kufikia malengo ya kuboresha maisha ya wananchi wetu. Mwisho kabisa, naomba niwashukuru waandishi wa habari wote waliohudhuria hapa kujumuika nasi katika siku hii adhimu. Ni matumaini yangu wataendelea kuielimisha jamii juu ya umuhimu wa takwimu na matumizi yake kwa maendeleo ya nchi. Ili Zanzibar iweze kuwa na maendeleo makubwa ya takwimu kwa kuweza kuijibu viashiria vya dunia, kikanda na nchini, tunapaswa kuwa na mfumo wa takwimu ulio bora, imara na sambamba kuimarisha mifumo ya takwimu Zanzibar kwa kuhakikisha inakwenda sawia na mabadiliko ya dunia. Nitumaini la Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuwa afisi ya takwimu mkuu wa serikali na mifumo ya takwimu ya Zanzibar kuwa na mapinduzi makubwa ya maendeleo ya takwimu. Kwa namna ya kipekee, naomba nirudie tena kwa niaba ya ofisi ya takwimu mkuu wa serikali kuwapongeza na kuwashukuru wadau wa takwimu kwa kushirikiana nasi katika shughuli za kuhakikisha kwamba takwimu zinakusanywa katika hali ya ubora zenye kukidhi vigezo vya kitaifa, kikanda na kimataifa. Aidha, napenda kuwapongeza wafanyakazi wote wa ofisi ya takwimu mkuu wa serikali kuhakikisha kuwa takwimu zinazozalishwa zinakidhi vigezo, ubora na viwango vinakubalika Tanzania, kitaifa na kimataifa. Ndugu mgeni rasmi, leo tuna shughuli ya kimataifa. Umoja wa Mataifa, Katibu Mkuu Antonio Guterres ameleta salamu kwa ofisi za takwimu zote duniani ambazo ningependelea nizisome kwa lugha ya Kiswahili ili kila mmoja aweze kufahamu salamu hizo za Umoja wa Mataifa ambazo zimesainiwa siku ya tarehe 30 Septemba 2025. Ndugu viongozi, ningependa kuelezea katika maadhimisho yajayo ya siku ya takwimu duniani tarehe 20 Oktoba 2025 inayoadhimisha kila baada ya miaka 5 kwa mujibu wa azimio la 69/282 la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Katika kuadhimia siku hii, baraza lililazimika nchi zote wanachama wa Umoja wa Mataifa, mashirika ya kimataifa, kikanda, mashirika ya kiraia, vyuo vikuu, vyombo vya habari, watayarishaji na watumiaji wote wa takwimu za rasmi kuangazia jukumu muhimu la takwimu katika kutatua changamoto za watu wake. Itakumbukwa kuwa
Maadhimisho ya mwaka 2020 yalifanyika wakati wa janga la COVID-19, janga ambalo lilijaribu kuathiri jamii na taasisi ulimwenguni kote pamoja na mifumo ya kitaifa na kimataifa ya ukusanyaji wa takwimu. Mashirika ya shughuli za kitakwimu yalionyesha uwezo mkubwa wa kubandika au kuangazia uvumbuzi wa takwimu zilizohitajika kwa wakati huo. Kupitia ushirikiano na upitishaji wa haraka wa vyanzo vipya vya data na takwimu na zana za kidijitali, waliendelea kutoa takwimu zilizotoa majibu ya afya kwa umma, mikakati ya kurejesha uchumi na mbinu za ulinzi kwa jamii kwa wakati huo. Itakumbukwa wakati ule, wakati wa COVID, takwimu za waathirika waliopata COVID, takwimu za waliofariki duniani kote zilikuwa zinatoka kila baada ya dakika moja, zinatolewa na WHO. Hivyo ugonjwa huo ulionyesha ukweli uliowekwa katika malengo endelevu na upatikanaji wa takwimu sahihi na kwa wakati unaofaa na zilizo huru, zenye misingi ya kisayansi na zilizotumika kwa wakati huo. Serikali zilihitajika kujua ni watu wangapi walikuwa wagonjwa, jinsi virusi vilivyokuwa vinaenea, na rasilimali zipi zinahitajika kuokoa maisha ya wakati ule. Takwimu hizo za haraka na zenye viwango ziliweza kusaidia dunia katika kupambana na ugonjwa wa COVID-19. Takwimu pia ni muhimu kutathmini athari kubwa kiuchumi, ajira na kuongoza mikakati ya kurejesha na ustahimilivu wa uchumi katika nchi zote. Itakumbukwa wakati wa COVID kazi nyingi zilipotea, wengi walipoteza kazi na mambo mengine kama haya. Leo tunapokabiliana na changamoto zinazozidi kuunganishwa kimataifa kama vile mabadiliko ya hali ya hewa, kuongezeka kwa ukosefu wa usawa, takwimu za kuaminika zilizogawanywa katika maeneo ya jinsia zinabakia kuwa msingi muhimu wa utungaji wa sera bora, maendeleo endelevu na uaminifu wa umma. Tunaadhimisha siku ya takwimu duniani mwaka huu, na waomba tuthibitishe kujitolea kwetu katika kusimamia kanuni za msingi za ukusanyaji wa takwimu rasmi duniani, zinazotaka takwimu zisizoegemea upande wowote, zinazotolewa kitaaluma, zinazolinda haki ya umma pamoja na kupata taarifa zenye kuaminika. Jamii lazima iwe na imani kwamba takwimu rasmi zinaongozwa kipekee, zenye viwango vya kisayansi, kimaadili na taaluma. Maadhimisho ya mwaka 2020, zaidi ya nchi 100 ziliadhimisha siku ya takwimu duniani licha ya vikwazo vya janga la corona. Ninahimiza serikali zetu kama wazalishaji wakuu wa takwimu duniani kutoa msaada wake kamilifu katika mipango ya mwaka huu. Kila mmoja wetu ajisikie huru kushiriki katika shughuli zilizopangwa katika ofisi za takwimu na idara ya masuala ya kiuchumi na kijamii ambazo zitaonyesha kwa kimataifa kupitia tovuti ya Umoja wa Mataifa. Tunapozidisha juhudi za kutekeleza malengo ya 2030 ya maendeleo endelevu, naomba tuitumie siku hii vizuri ya siku ya takwimu duniani ili kuthibitisha tena jukumu muhimu la takwimu zinazotolewa kwa wakati, huru na sahihi katika kujenga mustakabali wa maendeleo endelevu zaidi duniani.